Karibu katika mwendelezo wa simulizi yetu pendwa ya Mwiba Mdogo sehemu ya 52. Ilipoishia jana. Mama yangu ni mgeuze mwanamke, siwezi kumwambia mtu. Nitakuamini vipi wakati wewe ndiye chanzo cha uyatima wangu? Nimekueleza natakiwa saa 2 usiku niondoke na ndege niwahi Mwanza. Najua utajiuliza kwa nini natoa siri ya safari yangu ya usiku ule. Siri ile ilikuwa lazima nibaki nayo mwenyewe kwa vile kila aliyesimama mbele ya malaika wa mauti hakurudi salama. Wacha ninywe hata ikiwa sumu, nitafanyaje? Wasiwasi wako. Alikunywa maziwa yote kisha nilimwambia, mzee wangu, yametimia. Yametimia nini? Mwiba umetokea ulipoingilia. Unamaanisha nini? Aliyeua kwa upanga atakufa. Binti, ina maana umenipa su. Hakumalizia sentesi, kinywa kikaanza kuwa kizito. Maneno hayakutoka vizuri. Ghafla alianza kukoroma huku damu zikimvuja sehemu zote za kichwa, macho na ulimi kutoka nje kama waliotangulia. Baada ya kuwa na uhakika mganga amefariki, nilitoka hadi kwa sekretari na kumweleza, samahani dada. Bila samahani kuna nini? Hapana, mzee amesema asiingie mtu mpaka atakapokuruhusu. Kwa sasa ana kazi maalum. Hakuna tatizo dada yangu. Niliondoka kwa kukodi bodaboda hadi Chalinze ambako nilipiga simu kwa mkuu wa upelelezi wa mkoa wa Tanga. Sikutaka kumsumbua kwa vile alikuwa na kazi maalumu ya kukutana na mimi Mwanza. Niliondoka Chalinze saa 12. Nilikodi bodaboda ili aniwahishe uwanja wa ndege. Baada ya mwendo mfupi nilimwona yule kijana kama anacheza. Nilimuomba niendeshe mimi. Dada yangu, utaweza? We niachie uone moto wangu. Tulibadilishana kwa yeye kukaa nyuma na mimi kuungurumisha mashine. Hukuwepo malaika wako, alikuwepo. Kwa mwendo niliotembea mpaka tunafika, dereva bodaboda alikuwa amejisaidia haja ndogo kwa woga kwa kuamini hatufiki salama. Dada, unatisha. Unakimbiza pikipiki kama huna roho. Ukiwa bondia usiogope kupigwa ngumi za uso. Tuache utani. Nilijua wakati wowote tunavaana na gari uso kwa uso na kufa kifo kibaya. We kaka, huu sio muda wa stori. Chukua chako niwahi ndege. Ukitaka stori nitafute kwa wakati wako. Nitakuona lini? Kama leo ulivyoniona, nilisema huku nikikabidhi pesa yake, kisha nikakimbilia ndani ya uwanja ili kupanda ndege ambayo ilikuwa imebakiza muda mchache iondoke. Nilifanikiwa kuingia ndani ya ndege na kushusha pumzi nikiamini kama ningemwachia yule kijana aendeshe pikipiki ningechelewa ndege. Pamoja nilikuwa nafanya kazi ya malaika wa Mungu Israeli, mtoa roho, kutoa roho za viumbe. Lakini niliamini hakuna hata mmoja aliyemdhulumu uhai wake. Kila aliyehusika na mauaji ya wazazi wangu nilimtoa mwiba uliopoingilia. Kutokana na uchovu wa kiyoyozi cha ndani ya ndege, usingizi haukuchelewa kunichukua. Dada, unasemaje? Nilishtuka usingizini na kumkuta mhudumu wa kwenye ndege ameninamia pembeni yangu. Funga mkanda, ndege inataka kutua uwanja wa ndege wa Mwanza. Kweli nililala kama nipo nyumbani, hata tangazo sikulisikia, nilisema huku nikifunga mkanda. Mwili ukichoka huwezi kuzuia usingizi. Na kweli leo nikilala nitakuwa kama maiti. Baada ya muda mchache ndege ilianza kutua kwenye uwanja wa ndege wa Mwanza. Baada ya kutua nilisubiri abiria wenzangu watangulie kisha nami niteremke na kwenda kuchukua usafiri wangu. Nilikodi gari kuelekea jengo la Mabura. Muda ule hakukuwa na magari mengi. Tulifika mjini baada ya muda mfupi. Gari lilisimama kwenye jengo la Mabura.
Nilivyoteremka nilikwenda hadi kwenye lifti na kupanda hadi ghorofa ya 12 kwenye apartment yangu na kubadili nguo. Kisha nilitoka nikiwa nimevaa tracksuit ya rangi ya kijivu na kuteremka hadi chini. Niliangalia ulinzi ulivyokuwa. Ulionyesha waliokuwa pale kwenye jengo la Mabula hawakuwa makini sana, kwa vile waliamini mhusika mkuu alikuwa nyumbani, hivyo muuaji atakuwa akirandaranda maeneo ya nyumbani kwake. Udhaifu ule ulinipa nafasi ya kufanya kazi yangu kwa wepesi zaidi na nilivyotegemea. Kwa vile nilionekana nafanya mazoezi, nilikwenda hadi karibu na nyumba ya Mabula. Kule kweli kulikuwa na ulinzi mzito. Hakuna kiumbe chochote kilichosogea pale, hata nzi hakuruhusiwa kutua. Katika kuangalia kwangu, nilibahatika kumwona Queen akitoa maelezo kwa vijana wake. Kisha aliingia kwenye gari na kuondoka na kunipita bila kujua, kwani alipokaribia nilikuwa bize nikifanya mazoezi. Ilionekana kama mliingiwa wasiwasi, kwani baada ya kunipita kidogo mlisimama kwa muda kidogo, kisha gari liliendelea. Nilijua mlikuwa mkibishana mniulize au muachane na mimi, lakini mlikubaliana kuachana na mimi na kuendelea na safari yenu ambayo sikujua mnakwenda wapi. Kusimama kwenu kule kulinitia hofu na kuona kujiamini sana kwangu kunaweza kuharibu kila kitu. Nilirudi nikikimbia taratibu hadi kwenye jengo la Mabula nikiwa na chupa ya maji mkononi. Nilipanda hadi chumbani kwangu, nilioga na kula, kisha nilipumzika kwa kazi ya saa 7:30 usiku. Sikutaka kulala hata kidogo. Kutokana na uchovu, ningelala mazima na mpango wangu kuharibika. Kwa vile kazi ilikuwa ikifanyika ghorofa ya 8, niliteremka ofisini kwangu na kutulia huku nikiandaa vitendea kazi vyangu kwa ajili ya kutengeneza mtego. Utajiuliza, Mabula yuko nyumbani, mimi nipo busy na ofisi yake. Ile kwangu ilikuwa kama shambulizi counter attack baada ya timu kupanda kushambulia na kubakiza mabeki wachache nyuma. Kwa wao kuhakikishia nguvu kubwa kumlinda Mabula nyumbani kwake, ilinipa nafasi kufanya nilichopanga kukifanya bila ulinzi mkali. Niliamini wengi wakiwa kwenye lindo tupu hawakuwa makini, kwa vile hakukuwa na cha kulinda zaidi ya kutimiza wajibu wao. Zoezi langu la kwanza lilikuwa kuzima taa za upande wa tukio. Kauli yangu ile ilifanya mkuu wa upelelezi baba yangu mzee Shila kuangaliana na vijana wake ambao walionyesha uzembe wa hali ya juu. Muda wote Queen alikuwa akinitazama asinimalize. Mimi yote sikuatilia maanani. Niliendelea kutoa somo ili wasirudie kosa kama walilofanya kwangu. Hata nilipozima taa hakukuwa na wakunihoji, kuonyesha watu wengi walikuwa wamelala. Baada ya kufunga kamba ndani ya ofisi ambayo nilifunga madhubuti na kufungua dirisha la vioo, niliteremsha kamba mpaka usawa wa dirisha la ofisi ya Mabula. Niliteremka kwa kamba hadi kwenye ghorofa ya 7. Nilisogea hadi kwenye dirisha la msalani. Kwa kutumia pete ya almasi, nilikata kioo kwa umakini mkubwa na kuondoa kipande kidogo. Kisha niliingiza waya ambao ulifungua komeo la dirishani. Baada ya kufungua dirisha, niliingia ndani. Sikuwa na muda wa kupoteza. Baada ya kuingia, nilikwenda moja kwa moja kwenye ofisi ya Mabula. Niliposukuma mlango wa ofisi, ulikuwa wazi, haukufungwa na funguo. Nilisogea kwenye kiyoyozi. Nilinyanyua kidogo kwenye mdomo wa kutolea hewa ya baridi na kumimina dawa ambayo niliiweka kwa ustadi mkubwa. Kisha nilitoka kwa njia ile ile hadi ofisini kwangu, kisha nilipanda hadi chumbani kwangu. Niliamini nimepoteza ushahidi wote. Nilijilaza kusubiri majibu ya kazi yangu. Kutega sumu kwenye kiyoyozi ilikuwa ndio mara yangu ya kwanza kuifanya, japokuwa Rozi alinihakikisha ile dawa mwana ukome.
Pamoja kuchelewa kulala, lakini niliamka saa 12 alfajiri. Nilikwenda kwenye jengo moja na kuweza kulitazama jengo lile bila mtu kuniona. Saa 2 asubuhi mzee Mabula aliwasili ofisini akiwa ameongozana na jeshi la watu zaidi ya 10. Kila mtu alikuwa na kazi maalum kuhakikisha Mabula anakuwa salama. Moyoni nilijisemea ni kosa kubwa kuishi kimazoea, wafanye makosa mengine makubwa na mengine madogo, lakini usiku wa siku ile kosa walilofanya wangejiona hawana maana kutokana na kufanya ulinzi mkubwa, lakini waliomlinda kufa kirahisi. Niliendelea kufuatilia kila kilichokuwa kikiendelea pale ofisini na kumwona Queen alionekana amechoka na usingizi juu. Aliendelea kuwapanga kwa umakini mkubwa kwa kuamini kilicho ndani kipo salama. Lakini ule ulinzi niliufananisha na suti ghali ya marehemu. Unaweza kufuatilia hadithi hii kwenye tovuti ya Mwananchi na Mwananchi Digital katika YouTube. Hadithi hii imeandikwa na Ali Mbetu na kusimuliwa nami Jesse Tunuka wa Mwananchi Digital.